Karibu kwenye kipindi. Asante. Kwa jina naitwa Silvia, natokea Tegeta Nyaishozi. TikTok. Ukaja huko? Nimekuja kujifunza kazi. Unakuja kujifunza? Ndio. Kwamba hujui kazi? Napata uzoefu zaidi. Upate uzoefu. Hujawahi kufanya? Kabisa? Ndio. Una taaluma gani? Taaluma gani kwenye? Umesomea chochote? Una ujuzi wowote? Biashara. Umesomea biashara au ulikuwa unafanya biashara? Nilikuwa nafanya biashara. Ndio. Okay. Biashara gani? Duka la nguo. Duka la nguo na vinywaji. Umeajiriwa? La kwako? Ndio. Sasa imekuwaje? Kubadilisha. Yaani uamue kutoka dukani, wenzao wanakuja kutafuta mitaji wakafungue maduka. Wewe unafunga duka lako, unakuja kufanya kazi za ndani. Unaona hiyo inaingia akilini? Unajua kutafuta wewe sema mtaji umeisha, changamoto za biashara, maana pia biashara sio rahisi kihivyo. Biashara inahitaji akili. Wakati unaifanya ndio huko unajifunzia. Katika kujifunzia unaweza ukapoteza mtaji au ni kitu ambacho hujawahi kukifanya, si ndio? Hata kama umesoma biashara, kusoma na kufanya ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo kwako imekuwaje? Ni mtaji umekufa au ni nini? Ndio. Sasa unasema tu hivyo. Umekuja kutafuta tena mtaji. Ndio. Karibu. Sasa kazi za ndani hujawahi kufanya, kwa hiyo itakuwaje? Unajifunza. Yaani ujifunze huko ulipo. Ulipokuja ulikuwa umekuja na matarajio kwamba kwa sababu hapa tuna mishahara 500,000, 300,000, 1,500,000, Kwa hiyo umekuja na matarajio gani? Kuwa mkweli, maana hapa unajua unaweza ukawa kichwani unawaza vitu vingine, uhalisia uko tofauti. Kwa hiyo inabidi useme kilichokuvuta hasa ni nini? Najua ndio ni hela, lakini hela zipi yani? Kwamba umekuja huko tayari kama ni kupangwa kuanzia 1,500,000 au na mshahara umeuona ukasema ngoja niende kule labda nitapata huo. Uko tayari kwa mshahara wowote. So kazi za ndani hujawahi kufanya kabisa? Sijawahi, lakini na experience nazo. Experience. Hujawahi kufanya kama ajira? Hapana. Experience umefanya wapi? Nyumbani. Nyumbani wapi? Kwa wazazi, kwa mume, kwa nani? Kwa mume na wazazi. Kwa mume na wazazi. Kwa hiyo pia ulishaolewa? Ndio. Kwa mume wako wamekuruhusu au umeshaacha? Ameniruhusu. Amekuruhusu uje ufanye kazi za ndani? Una watoto? Ndio. Unawaacha na nani? Wapo na baba yao. Wapi? Moshi. Unasema kutoka Tegeta sasa? Sasa hivi yuko Moshi, anaenda Moshi kikazi. Kikazi, kwa hiyo ameenda na watoto kikazi. Kwa hiyo kila anaposafiri anaenda na watoto. Wanasoma kule kwa babu yao na bibi. Ndio. Okay. Sawa, karibu. Asante. Haya, kwa kikubwa ni kwamba watu wanataka kuona ubora wa kazi yako. Ndio kitakachokupa hela. Na nyie ambao mmeshaolewa, mmekuwa na maisha yenu, changamoto yenu kubwa ni hiyo. Kwenye hizi kazi mnakuwaga na shida ya kutaka kuelekezwa. Bosi haikuelekeza, unaona kama mnalingana, unaona kama ni mdogo kwako, unaona kama yani kuna namna mnakuwaga na attitude ambayo sio nzuri, inawaangusha yani. Kwa hiyo mahali ambapo ungeweza kutulia upate hela yako, kama ulivyosema ni mtaji unatafuta, unakuta kiburi na ujeuri na ile hali ya kutokutaka kutumwa inakukosesha kufikia malengo yako. Kwa hiyo hilo ndio angalizo. Hizi kazi zinahitaji unyenyekevu mkubwa sana. Yaani lazima uwaze hela unayoitafuta ili uweze kumnyenyekea bosi wako, ufanye naye kazi vizuri na uhakishe unatimiza majukumu yake vile anavyopenda. Sio wewe unavyotaka. Sio hiyo si nishafanya huku kwetu. Especially kwa sisi ambao tumetengeneza mfumo. Sisi watu wanalipa zaidi kwa sababu wanataka amani
kwenye familia zao, na wanataka watu ambao wanajitambua, wanaojielewa, ambao hawaendi kuwasumbua. Kwa kuwa sisi ndio tunasimamia, manake ukishindwa kwenda kufanya hivyo, ujue hautaweza kusurvive kwenye huu mradi. Watu wamezoea wale wadada wa kazi wa kizamani au wa kienyeji huko, wanaokotana tu huko, hakuna mifumo, hakuna viwango. Sasa si hatufanyi hivyo, kwa sababu tunajua ukienda na zile tabia hatuwezi kupata hela. Hakuna mtu atakulipa sijui 1,500,000. Hamna. Lakini ukiona watu huku wanalipa zaidi, kuna tabia ambazo ni adimu kwenye jamii, wanazitafuta. Na sisi hizo ndio tunazopromoti. Maana tunakazania sana maadili ya kimungu, uaminifu, ukweli, uadilifu na uchapakazi. Hizo ndio sifa za kimungu. Yaani neno la Mungu linachofundisha ni uchapakazi, ndio maana nasema asiyefanya kazi na asile. Imagine Mungu mwenyewe ni mkali kiasi hicho, kwamba kama ufanye kazi uli, lakini wewe mzazi wako ufanye kazi na anakupa chakula. Umeelewa? Kwa hiyo sisi tunasimamia vile viwango vya kimungu vya juu kabisa, ambavyo ukiweza kuvifuata lazima utapata hela. Lazima utapata hela. Yaani ni lazima, utalazimisha mtu kukupa hela hata kama hataki. Sababu utafanya kazi zake vizuri, alafu nampa nidhamu ya hali ya juu, ile ya unyenyekevu kabisa kutoka ndani. Sio wa kuigiza, kutoka ndani. Lazima mtu akulipe. Ndio maana sisi hapa tunalipa. Sisi tunawalazimisha watu kutulipa. Kwa nini? Kwa sababu tunapromoti vitu wanavyovitaka. Hakuna mtu anayetaka dada mvivu, hakuna mtu anayetaka dada mwenye kiburi, hakuna mtu anayetaka dada ambaye hajitambui. Kwa sababu tunajua hivyo, tunapromoti vile vitu wanavyovitaka. Kwa hata kama mtu alikuwa hatamani kuja kufanya kazi na sisi, tunamlazimisha kwa vigezo tulivyoviweka. Kwa na wewe sasa inabidi ukamlazimishe bosi wako kukulipa vizuri. Inawezekana hapa unasema labda hivyo hujawahi kufanya, lakini utakapoenda kutumia hizo mbinu tunazo hapa, utashangaa bosi wako mwenyewe tu na wadada wameongezewa hela kwenye hizi kazi kwa sababu walienda kufanya zaidi ya tulivyowafundisha. Kwa hiyo hizo ndio mbinu za kupata hela. Na sio kwa sababu tu umetoka Wadada Center. Hakuna mtu anaenda kulipa kwa sababu umetoka kwa Joyce au Wadada Center. Mtu anaenda kulipa atakapoona ile thamani aliyoisikia mimi na ipromote. Akiona kwako ndio atakulipa. Haya, karibu. Asante.